Mazara. Ni mwanachuo wa chuo cha FDC Kibondo, chuo cha maendeleo na nchi Kibondo, ngazi ya pili, fani ya ushonaji. Nimekuja hapa nimejiunga na hiki chuo ili niweze kushona mitindo mbalimbali ya nguo. Kwa sasa najua kushona sketi, gauni, blouse zote, shati, suruali, kaptura, maovakoti. Kuna kipindi tunaendaga field hadi shera tunashona hapa. Vazi la kukinga nyuki zote tunajifunza hapa. Matamanio yangu ya kwenda huko kijijini, natamani kuwa fundi mzuri sana. Na hapa tunafundishwa jinsi ya kuanzisha biashara katika somo la ujasiriamali. Kwa kupitia somo hilo tunajifunza vitu mbalimbali, na kwa fani yetu hilo somo la ujasiriamali linatugusa sana. Maana tukitoka hapa tunaenda mtaani, inabidi tunajua mbinu za kuanzisha biashara. Kwenye fani yetu ya ushonaji hii tunaenda kukaa na watu mbalimbali. Kwa majina naitwa Reda Elias, ni mwanafunzi wa FDC Kibondo, chuo ambacho kiko mkoa wa Kigoma. Nimeanza mwaka wa kwanza katika chuo hichi mpaka sasa hivi niko mwaka wa 3. Chuo chetu kinafundisha sana, kinabase sana kwenye upande wa practical. Mpaka sasa naweza kufunga maji kutoka main kuu mpaka kwenye nyumba ya mtu. Pia naweza kufunga maji kwenye viwanda mbalimbali. Pia nina ujuzi kwa sababu nimetembelea kwenye idara mbalimbali, ikiwemo idara ya maji Geita na idara ya maji Kahama. Pia chuo chetu kinatoa fursa kwa wadada, kwa sababu ukija kuangalia mwaka wa 3 wadada ni wengi kuliko wanaume. Pia ukitoka hapa unaweza kufanya kazi mbalimbali. Naitwa Robert Lamson Kiwele, mkuu wa chuo cha maendeleo na nchi Kibondo, ambacho kiko katika wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma. Chuo hiki kimeanzishwa mwaka 1975 kama chuo cha kutoa mafunzo ya ufundi na masuala mengine mtambuka. Chuo kinafundisha fani za muda mrefu na muda mfupi. Fani za ufundi zinazofundishwa ni ufundi wa mabomba, umeme wa majumbani, ufundi wa magari, ushonaji, ujenzi, useremala na uhazili na kompyuta. Chuo kimefanyiwa maboresho makubwa ili kiweze kutoa huduma ambazo ni bora zaidi. Kwa hiyo kipekee nimshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jitihada zake za kuhakikisha vyuo hivi vinaboreshwa ili viwe na uwezo mkubwa zaidi wa kutoa mafunzo ya ufundi kwa vijana. Kwa kipindi cha mwaka jana mpaka sasa, chuo kimetoa mafunzo kwa vijana 455 wa kozi fupi. Kati ya hao vijana 100 walipata mafunzo kwa ufadhili wa serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, vijana, ajira na watu wenye ulemavu. Kwa walifadhiliwa na serikali kwa 100%, na baada ya kuhitimu tunashukuru kwamba wengi wameenda kujiajiri kutokana na fani walizosomea. Lakini tuna vijana 257 wamepata mafunzo ya muda mfupi kwa ufadhili wa shirika la Enabel la serikali ya Ubelgiji. Nao wengi wao sasa hivi wamejiajiri na wanafanya shughuli zao za kujiingizia kipato. Lakini tuna vijana 98 ambao walipata mafunzo kwa kujifadhili wao wenyewe. Kwa kozi ndefu, chuo hadi sasa kina wanafunzi 302 ambao wanasoma fani mbalimbali kama nilivyozitaja pale mwanzoni. Ili kuhakikisha kwamba wananchi wanamudu gharama za mafunzo,